Nakumbuka mwezi kama mmoja au miwili baada ya kuwa mbunge, siku moja nikiwa Dar es Salaam, kwenye mitandao ya kijamii niliona picha ikionyesha wanafunzi wakiwa kwenye darasa la miti na limeezekwa juu na bati, lakini chini lina miti maarufu kama mbavu za mbwa. Na nilipoona ile picha iliwekwa kwenye mitandao ya kijamii maarufu tu, na nilikuwa ninasemwa mimi kwamba hili ni moja ya madarasa ambayo Nape kama mbunge anatoka, kwamba liko katika jimbo la Mtama na ni eneo linaitwa Litingi. Sasa kwa sababu nilikuwa ninafahamu hili eneo, lakini ile picha nilipoiona ilinipa msukumo wa peke yake. Nilikuwa najua hili tatizo, lakini baada ya kuona ile picha na sasa imesambaa kwenye mitandao ya kijamii na anayesemwa ni mimi, ikanipa msukumo mkubwa sana. Nikaamua kufunga safari nikaja. Nilipokuja nikasema jamani, hii sasa ni kama aibu kwetu. Tumesemwa kwamba vijana wetu wanasoma kwenye darasa bovu. Kwa hiyo nikaamua sasa, tukakaa pamoja na wenzangu, tukaweka mkakati, ndio nikaleta mifuko ya simenti, tukaanza kazi ya kufyatua matofali. Tukasema tuanze na madarasa machache, tuanze na nyumba moja ya mwalimu. Kwa hiyo tukapigana kutoka kwenye hili darasa ambalo linaonekana leo kwenda kwenye hayo madarasa ambayo sasa yameshafika 4, na tunaendelea. Tunataka iwe shule ambayo ina madarasa ya kutosha, ikiwezekana na nyumba za walimu. Kwa hiyo nikiri kwamba msukumo wa ile picha kwenye mitandao ya kijamii ulikuwa na mguso wa peke yake kuliko ningesimuliwa kawaida. Kwanza niseme kwamba mkoa wa Lindi na particular Mtama tumekuwa hatufanyi vizuri katika elimu. Moja ya shida ya kutofanya vizuri ni wanafunzi wenyewe kutomaliza hata syllabus zenyewe, kutopata muda wa kutosha wa masomo. Kwa hiyo wakati mwingine moja ya sababu ilikuwa hiyo. Kwa hiyo ikifika wakati wa masika, mvua zinanyesha, kama hawawezi kupata masaa ya kutosha ya kusoma, maana yake hawatakamilisha syllabus. Mtihani ukija haubagui nyinyi mmekamilisha syllabus hamkukamilisha. Lakini pia nikawa nafikiria mtoto huyu ambaye yuko Litingi, kama hutamjengea mazingira mazuri ya elimu, fursa anaipata wapi ya kutoka katika umaskini? Amezaliwa pengine katika umaskini. Kama ataendelea kufanya hivi, anapata elimu nusu-nusu, manake hatafanya vizuri, hatafanikiwa, hatafaulu. Kwa hiyo kama mzazi, lakini kama mbunge, kama kiongozi, kama Mtanzania, nikasema nadhani hawa pia wanastahili, wana haki ya kupata fursa ya elimu. Ndio maana tukasema tuboreshe mazingira yao ambayo sasa wataweza hata mvua zinanyesha wanapata elimu wakiwa darasani, na hivyo wakikamilisha syllabus vizuri, tunaamini watafanya mitihani yao vizuri. Ujenzi wa madarasa haya 4, na haya madarasa 4 pamoja na ofisi 2 za walimu, kwa sababu kila darasa pana ofisi na kwa hiyo tulianza kama miaka 2 iliyopita, na tukajenga kwanza madarasa 2 na ofisi 1, tukapaua, halafu tukaendelea na awamu iliyofuata. Na hapa nikiri kwamba pana mchango wa wananchi kukusanya mawe, kuleta mchanga. Sasa mbunge naleta simenti, naleta mabati, nalipia mafundi. Kwa hiyo hii ndio safari yenyewe, na tunaamini kwamba tutaenda zaidi ya haya madarasa, lakini pamoja na nyumba ya mwalimu. Lakini nilifanya la ziada kwenye nyumba ya mwalimu kwa sababu hapa hakuna umeme. Kwa hiyo nilichofanya, baada ya kukuta mwalimu inabidi asaishe mchana, jioni hawezi kusaisha kwa kutumia vibatari, nikamletea sola. Kwa hiyo mwalimu ana sola ndani ya nyumba yake ambayo anaweza akaitumia usiku akasaishia madaftari ya wanafunzi. Ni ndoto zangu kwamba siku moja katika tembe yangu, labda hata utuzumani, nikutane na mtu anasema mimi ni daktari, nimesoma Litingi, mimi ni engineer, mimi ni mbunge, mimi sijui ni nani, mimi ni wakili, nimesoma Litingi na leo mimi ni wakili. Kwa hiyo ni katika jambo ambalo litanipa faraja kwamba tulianza taratibu, tumetengeneza fursa na tumetengeneza watu sasa wanaisaidia nchi yetu katika kupiga hatua ya maendeleo.